Je, umewahi kufanya kazi kwa bidii na kwa kujituma na kwa ubunifu na kwa kutumia ujuzi na maarifa yote ambayo Mungu amekupa, lakini ukija kuangalia hakuna matokeo? Umetega uchumi, umetegesha vitega uchumi, lakini ukija kuangalia kwenye nyavu zako unakuta sufuri. Umefanya jitihada kwenye ndoa yako kuhakikisha unarekebisha mambo kwa bidii, ukainvest fedha nyingi, ukatumia kila skills na ujuzi, lakini ukija kuangalia unakuta nyavu tupu, zero results, hakuna matokeo. Umefanya kazi ya Mungu, umeenda kufungua huduma mahali fulani, umepewa kanisa ulilee, lakini ukiangalia mahesabu yako mwisho wa mwaka ni zero. Tunakwenda kuona katika maandiko matakatifu mambo ambayo yanakwenda kugeuza na kufanya mapinduzi makubwa kwenye maeneo mengi ya maisha yetu. Na nikusihi sasa mpendwa, nikualike tufungue hoja na haja na maneno ya Mungu na mafunuo ya siku ya leo kwa kuomba. Baba, ninakushukuru sana kwa sababu ya baraka ya neno la leo. Ninajua neno hili halitaanguka chini bure, lazima likalete kile lilichokusudia kwenye maisha ya mtoto wako huyu. Ninaomba ukaandae mioyo yetu, fungua fahamu zetu, achilia maarifa na uwezo wa kuelewa na kung'amua maandiko yako matakatifu. Na mwisho wa maneno haya, chochote ambacho mtoto wako atakwenda kutupa nyavu zake zikazae miujiza ya matokeo kwenye maisha yake, miujiza ya matokeo kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye utumishi wake, kwenye elimu yake. Chochote atakachoenda kukifanya kwa kuweka nyavu zako kwa neno lako, Mungu, maisha yatakageuzwe na kubadilishwa katika jina la Yesu, amen. Luka 5, tasoma mstari wa 4 na wa 5, angalau na wa 6, japo ukisoma 5 yote kuna mambo mazuri zaidi, lakini leo kwa sababu tuna muda mfupi tutachukua Luka 5, 4, 5, 6. Hata alipokwisha kunena akamwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. 6. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Leo katika mafunuo ya neno la Mungu kutoka katika sehemu hii ya kitabu cha Luka 5, ambapo Yesu alipita kwenye ufukwe wa bahari, akakuta wakina Petro wako kwenye ufukwe na mitumbwi yao. Akapanda juu ya mitumbwi, akatumia vyombo vyao kama mimbari ya kuhubiria neno la Mungu. Baada ya kuwa amehubiri neno la Mungu, Biblia inaanza kwa kusema alipokwisha kunena. Alipokwisha kunena nini? Good news, habari njema. Alipokwisha kunena nini? Neno la Bwana lenye kufungua. Alipokwisha kunena nini? Alipokwisha kunena habari za matumaini za uzima wa milele. Ndipo akawaambia wale waliokuwa wakimsikiliza, wale ambao walitoa vyombo vyao kwa ajili ya kutumika kunenea mambo matakatifu, akawaambia, Petro na wenzako, kwa na boti kama 2 hivi, tweka mpaka kilindini, nenda mpaka kule kwenye vilindi kabisa, kisha shusha nyavu zako, tapata samaki wengi sana. Mambo gani makubwa 4 ya kujifunza siku ya leo? Mungu ili afanye jambo kubwa kwenye maisha yako anahitaji ushirikiano wako. Yesu aliwahakikishia watapata samaki wengi, lakini samaki hao wasingepatikana wao wakiwa katika fukwe za bahari. Samaki hao wasingepatikana Petro na wenzake wakiwa kwenye mahubiri. Samaki hao wasingepatikana Petro na wenzake wakiwa wamo kanisani. Anasema
Alipokwisha kunena akawaambia, tweka mpaka kilindini, mkatupe nyavu zenu, mkatupe nyavu zenu. Sikiliza, kauli hii inatoka mara baada ya ibada ya neno la Mungu. Popote utakapokuwa umeingia kwenye nyumba ya Mungu kuabudu, maneno yanayotamkwa lengo lake ni kukujengea imani ya kutembea nayo kwa muda wa siku 6, ili siku ya 7 mkutane mpate maneno mengine. Maneno yaliyotamkwa katika mkutano wa Injili wa Yesu ndio yaliyojenga imani kwa Petro na wenzake. Petro akasema, kwa neno lako. Neno lipi? Neno ambalo amelisema sasa. Neno lipi? Neno ambalo tumelisikia kwenye hotuba ya neno la Mungu. Wakati popote mtumishi wa Mungu anaposimama kusema maneno kama haya, ni wakati wa kuwa makini sana. Maana ni wakati ambapo unajazwa nguvu ya Mungu. Hiyo nguvu ya Mungu inakusaidia kwenda kwenye utekelezaji wa majukumu ya maisha ya kila siku. Je, unapoingia katika ibada unatenga umakini wa kutosha kusikiliza maneno ya Bwana yanapokuwa kitamko kwa nguvu? Au ni wale ambao wanasema sisi tunasikiliza kwaya, mashabiki wa kwaya na miziki kwenye makanisa, na baada ya hapo wewe unalala, mambo ya Mungu hayakuhusu? Unakoswa vitu vingi, unakoswa nguvu, unakoswa neno la kutupia nyavu katika wiki hiyo. Unajizuilia miujiza, ishara na matendo makubwa ya Mungu ambayo yangekupata mara baada ya ibada ya neno hilo. Petro anatufundisha usikivu wetu katika ibada ya neno la Mungu kanisani, katika ibada ya neno la Mungu kwenye mikutano ya Injili, kwenye ibada ya neno la Mungu tunaposikiliza kwenye mitandao ya kijamii, una nguvu na faida ya kugeuza maisha yetu mara baada ya kusikiliza neno hilo. Katika Biblia miujiza mingi ilifanyika kwa Mungu kushirikiana na wanadamu. Bwana ana uwezo wa kufanya mambo makubwa bila kumshirikisha mtu yoyote. Lakini moja ya kitu kinachompa furaha Bwana Mungu wako ni kuona wewe mtu wa kawaida unashiriki jambo kwa imani katika nguvu ya Mungu, ili matokeo makubwa yanapotokea yawe ni matokeo ya ushirikiano wa nguvu zako na nguvu za Mungu, ushirikiano wa jitihada zako na jitihada za kimungu. Kimsingi mafanikio ni nini? Mafanikio ni muunganiko kati ya nguvu za kibinadamu na uweza wa Mungu usio na kikomo, infinity power of God. Mafanikio yatakayokupa amani katika maisha, mafanikio yatakayoongeza nguvu zako za kiroho na kumtegemea Mungu, ni mafanikio ambayo ni matokeo ya nguvu zako ukizifanya kwa juhudi na bidii zako zote, huku ukitegemea uweza kutoka juu, uweza wa Mungu. Haya mengine nishasema, baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichangamani na huzuni pamoja nayo. Chochote utakachokipata bila kushirikiana na Mungu kitakuletea huzuni, kitakuletea majonzi, kitakuletea mashaka, dukuduku na wasiwasi. Nguvu za Mungu huachiliwa pale ambapo jitihada za kibinadamu zinapokutana na maelezo na maelekezo ya Mungu. Petro anasema, kwa neno lako ninatupa nyavu. Matokeo yanayotokea kwenye maisha yake ni matokeo makubwa ya samaki ambao hawakuwahi kuwavua tangu wamekuwa wavuvi kwenye bahari ya Galilaya. Watafiti wanasema thamani ya kipato cha samaki zilizojaa boti 2 ilikuwa ni sawasawa na mishahara yao ya muda wa miezi mpaka 36. Maana yake nini? Yesu alitaka kuonyesha, mimi ni mkubwa kuliko kipato, mimi ni mkubwa kuliko mishemishe, mimi ni mkubwa kuliko harakati za maisha.
utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na haya mengine mtazidishiwa. Kanuni nyingine ya dhahabu ambayo tunaipata katika somo la leo ni kwamba Mungu hatumii nyavu zilizo ufukweni. Ili Bwana afanye mambo makubwa kwenye maisha yako, hatumii nyavu za maisha yako ambazo unatumia kutega uchumi, kutega huduma, kutega vyanzo vyako vingine vya kimaisha ambazo ziko ufukweni. Anatumia nyavu zilizotupwa kilindini. Kwa hiyo tumia skills zako kuziweka vilindini. Tumia fedha zako kuziweka vilindini, kule ambako kwenye soko, marketing, kule ambako kwenye utekelezaji. Ingiza katika utekelezaji vyanzo vyako vyote kwa nguvu zako zote, kwa bidii zako zote, kwa kauli ya Mungu, ili Mungu afanye. Lakini ukibaki unalalamika wakati vyanzo vyako viko ufukweni, vyanzo vyako umeviacha kwenye kitanda, vyanzo vyako umeviacha sebuleni, umekaa umekunja nne, umekaa uko comfortable, wakati vitu vya kimungu ambavyo anataka vitumie kufanya muujiza, kugeuza maisha yako, umeviacha, haviko kazini. Usitegemee kuona muujiza na nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Jambo la pili, katika maisha ya imani lazima utii wako kwa neno la Mungu uwe ni mkubwa, ushinde taaluma yako na ushinde uzoefu wako. Yaani utii wa kauli ya Mungu lazima uwe ni mkubwa, wenye ushindi dhidi ya mafunzo uliosomea, taaluma na ujuzi ulionao, na uzoefu wako kwenye mambo unayoyafanya lazima uwe chini ya kauli ya Mungu na utii wako kwa kauli zake. Kwa nini? Lojiki za kawaida ni vitu dhaifu sana kuliko uwezo wa Mungu. Mungu yuko juu ya nadharia za lojiki. Mungu yuko, uwezo wa Yesu uko juu ya taaluma, uko juu ya uwezo. Ndio maana daktari ambaye amemtoa figo mtu haamini kwamba figo inaweza ikatengenezeka tena. Hiyo ni lojiki na uwezo wa ukomo wa kibinadamu. Lakini kwa Mungu anasema kila kitu kinawezekana kwake yeye aaminie. Kwa nguvu ya Mungu na kwa utii wa neno la Bwana, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Figo iliyotolewa na kuchomwa moto kabisa ikatupwa huko kwenye makadava, huko mavitu yaliyokufa, inaweza kurudishwa. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu. Na kama uamini hii, achana na mambo ya Mungu, maana hii ndio Mungu, ndio uwezo wake tunaosema siku ya leo. Kitaaluma Yesu alikuwa ni fundi seremala. Kitaaluma Petro alikuwa ni msomi wa mambo ya uvuvi, mbobevu wa mambo ya uvuvi, mjuzi wa bahari ya Galilaya, mwenye uzoefu wa kutosha na kushiba. Lakini Yesu seremala aliyejawa na nguvu za Mungu na Roho Mtakatifu anamwelekeza mvuvi kuvua, kwenda kutupa nyavu baharini kule ambako ni kilindini, wakati ambapo kwa mujibu wa utaratibu usiku ndio ilikuwa na kwa mujibu wa taaluma, kwa mujibu wa uzoefu, kwa mujibu wa ujuzi, usiku ndio wakati ambapo samaki wengi wanapatikana karibu na ufukwe, kwa sababu vile vichafu vinakuwa vimekuja maana wanatafuta vyakula. Kwa hiyo walikuwa wakivua kuanzia kilindini kuja wapi? Kwenye nchi kavu usiku. Lakini mchana hakuna, huwezi kuwapata. Na hata huko vilindini kwa uzoefu hakunaga samaki. Lakini seremala Yesu anamwambia mvuvi mbobevu mzoefu Petro, tweka nyavu zako hata kilindini. Tunajifunza nini hapa? Muujiza mkubwa wa upatikanaji wa samaki waliovunja rekodi ya uvuvi wa Petro haukupatikana kwa kutegemea ujuzi wake peke yake. Breakthrough, mpasuko wenye kufungua baraka kubwa kwenye maisha ya Petro, ulitokea pale ambapo alitii neno la Mungu. Alitii neno la Mungu,
alitii neno la Bwana. Aliposema tweka, akatweka. Akamwambia Lord, nitatweka. Bwana, nitaweka. Nitatupa nyavu zangu mahali pasipowezekana. Nitatupa nyavu zangu mahali pasipowezekana. Nina habari njema kwako. Kuna wakati kwenye maisha yako, taaluma yako inaweza ikaufunga uwezo wa Mungu kwenye akili yako. Kuna wakati kwenye maisha yako, uzoefu wako unaweza ukaifunga nguvu za Mungu zisifanye kazi kwenye maisha yako. Ndio wale unawasikia kanisa letu kwa uzoefu hili huwa haliwezekani. Eneo letu kijiografia, mazao haya hayakubaliki. Kwenye nchi yetu jambo hili huwa halipo. Kitaaluma, kwa mujibu wa engineering, zile vector na nini, na ukiweka masuala ya thermodynamics na vitu mbalimbali vya kiengineering, jambo hili haliwezekani. Kwa uzoefu wangu wa mauzo, ili eneo hakunaga wateja na utapata hasara na kufunga kampuni. Akili zako ni finyu sana ukilinganisha na uwezo wa Mungu wako. Kuna wakati Bwana atakwambia ufanye jambo ambalo kitaaluma, kielimu, kiuzoefu, kimazoea haliwezekani, lakini Mungu akafanya yasiyowezekana. Nini ambacho unatakiwa kichukue? Chukua tabia ya Petro ya kutii neno la Mungu hata kama lileti maana. Musa aliambiwa uambie mwamba utoe maji, mwamba mkavu kabisa, an impossible situation, lakini akauambia, akaupiga mwamba, mwamba katoa maji. Naaman aliona kuna mito mizuri huko kwao huko Syria, lakini alipoambiwa zama mara 7 kwenye mto mchafu wa Yordani, akazama, muujiza ukatokea kwenye maisha yake. Mambo makubwa ya kimungu yanatokea kwenye maisha yako wakati ambapo utakapotenganisha taaluma yako na imani yako. Wakati ambapo utakapojua taaluma yako ni limited information, ni taarifa zenye mipaka fupi chache, hasi msemaji wa mwisho, ni opinions tu za wasomi ambazo wamekaa wakaziweka, lakini uwezo wa Mungu ni mkubwa kuliko taaluma yako. Utajizuilia baraka nyingi za Mungu ikiwa utaweka mipaka kwenye taaluma yako. Kuna jambo gani kwenye maisha yako ambalo umelizuia kwa muda mrefu kwa sababu unasema kitaaluma nimeambiwa limeshindikana? Nina habari njema kwako katika siku hii ya leo. Ukiamini uwezo wa Mungu, kila kitu kinawezekana. Mungu wetu yuweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu mno kuliko tuwazavyo na kuliko tuombavyo. Yeye peke yake hufanya ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli kutoka katika tundu la simba. Yuweza kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Yuweza kufanya mambo makubwa kwenye taaluma yako. Yuweza kufanya mambo makubwa kwenye uchumi wako. Huyu Mungu, watu wamekwambia ndoa hiyo ni hairudiki tena, imekwisha. Yuweza kuugusa moyo wa mwenzi wako aliyokukimbia na akamrudisha na maisha akaenda tena. Kuna mwingine anakuambia maisha yako ya kiroho yameishia hapo. Kimsingi, bangi ulizovuta, madawa ya kulevya uliokunywa yameshaharibu ubongo wako. Kitaaluma hauwezi tena kurudi na akili. Mtoto huyu ameshakuwa teja katika jina la Yesu. Bila hata sober house, Mungu yuweza kuumba upya seli hai zilizoathiriwa kwenye ubongo wako. Tunao ushuhuda wa wachungaji. Tena mwingine rafiki yangu kabisa, alikuwa teja wa kutupwa, lakini leo ni mtumishi mkubwa wa Mungu mwenye uwezo kufanya mambo makubwa kwa ajili ya Bwana. Hata kwako inawezekana. Hata kwa mtoto wako inawezekana. Hata kwa mume wako inawezekana. Mke wako inawezekana. Kila kitu kinawezekana ukiamini. Maelezo ya Mungu mara nyingi yanapingana na hekima ya mwanadamu. Mafanikio makubwa ya kiroho katika imani yanapatikana wakati ambapo neno la Mungu kwenye akili yako linashinda mantiki iliyo kwenye akili yako. Jambo la 3, ukuaji wa kweli unapatikana kilindini. Deep. Ukuaji wa kweli unapatikana kilindini. Zama deep kwenye maisha ya kiroho. Usiwe mtu wa juujuu. Don't be a surface schemer. Usiwe mtu wa kudunia vitu vidogo vidogo vya juujuu. Yaani wewe hata kanisani kwenye majungu ndio uko active sana.
Kwenye mambo ambayo usishi neno ndio uko active sana. Lakini utakapokuta watu ambao kukaa kufungua maufunuo yale Danieli, wanatafuta kudikodi neno la Mungu, kufungua habari za mambo ya Mungu kwa kina, wanajifunza neno la Mungu asubuhi mpaka jioni, hauonekani kwa sababu wewe umeamua kuwa shallow man, mtu wa juu juu. Kitabu nasema kilindi huita kilindi, kilindi huita kilindi. Ukiwa mtu wa kuzama deep kwenye maisha, ukiwa mtu wa vilindini, mtu wa kutafuta vitu katika vina vyake, utavutia watu wenzako wa vilindi. Seko yako imekuwa ni seko ya watu wa kawaida sana. Mzunguko wa maisha yako umejikuta mara nyingi unazungukwa na watu wa kawaida waliojaa majungu, kusema watu ile, kwa sababu akili yako umeiacha kuwa ya kawaida. Hatusemi kwamba tuwabague watu, lakini kuna namna unaweza ukaseti akili yako kimungu, watu wako wa karibu. Ndio maana Yesu alikuwa anadili na kila mtu, Farisayo, walevi, lakini watu wake wa karibu walikuwa ni watu wanaomsikiliza zaidi, wakina Petro, Yakobo na Yohana, watu wanaopenda vitu vya kina. Kwa hata wewe kwenye kazi yako unayofanya, wanapotafuta watu waliozama dipu kwenye maarifa ya haya pa kazini, wewe ni miongoni mwao? Au wewe ni wale wapiga story waliosubiri muda wa lunch, baada ya muda wa lunch unasubiri muda wa kuondoka, unaondoka umekaa kama mzigo kwenye ofisi? Jifunze kuwa mtu wa kina. Matokeo makubwa kwenye muujiza wa samaki wa Petro, siku ile Yesu anamwambia tweka mpaka kilindini, yalitokea kule kwenye vilindi. Kwa nini vilindi? Vilindi ni eneo ambalo ni less comfortable, halina uzuri sana, ni nje ya comfort zone, ni nje eneo lile tabaka la furaha la anasa la kujisikia vizuri. Kule vilindini kuna riski, kuna vihatarishi. Hatarisha maisha yako kwa ajili ya future yako, hatarisha maisha yako kwa ajili ya hatima yako. Kuna vitu utavikosa kwenye maisha yako, kuna watu watakupuuza kuna vitu ambavyo watu wakifikiria hivi tumshirikishe nani, haushirikishwi kwa sababu wewe hauja define maisha yako kama ni mtu wa kina. Zama mpaka kilindini, ongeza maisha yako yawe maisha ya vilindini. Kama daktari, kuwa daktari wa vilindi. Kama ni mwandishi wa habari, ni mwandishi wa habari. Habari yako ukiisuka na kuifukua huko chini, ikiwekwa kwenye media mpaka US huko CNN wanaitoa kwa sababu ni kitu kizito. Kama ni mtafiti wa mambo ya kale, findings zako zinakuwa ni zile nzito za habari ya juu. Kama ni house girl, kuna watu wananiambia unaongea na watu wasome house girl na wacha. House girl, dada wa ndani, kuwa dada wa kina, wa kuzama. Unafanya vitu extra mile mpaka bosi wako anasema napomuona huyu atakuwa ni engineer, hebu tumwanzishe kumpeleka QT angalau wasome mpaka sekondari. Akitoka hapa tunataka kuhakikisha kwamba anatoka hapa na degree. Kwa sababu gani? Hawakuoni wewe ni cheza na mtoto tu. Unakuwa mbunifu, unabuni vitu mbalimbali. Kama ni mchungaji, zama mpaka kilindini kutafuta nguvu za Mungu. Neno lako dogo tu moja, miujiza mikubwa, watu wanapona huko, vitu vinakuwa vikubwa, na ujisifu. Kwa nini umeamua kuwa mtu wa kilindi? Miujiza mikubwa kwenye maisha haipatikani kwenye ukingo wa bahari. Yanapatikana kule, inapatikana ndani kabisa ulikozama ndani na Mungu, mahali ambapo miguu yako haiwezi kufika chini mpaka umetegemea nguvu za Mungu. Hiki kitu kikutokee kwenye maisha yako. Hiki kitu kikupate kwenye maisha yako. Ukingoni kuna usalama lakini kuna njaa. Kilindini kuna hatari lakini kuna utele. Chagua kuwa mtu wa kilindi. Usiwe mtu wa ukingoni, usiwe mtu wa ufukweni. Yaani maisha vyako umelizika na kuishi ufukweni. Mvuvi anayevua ufukweni atavua tu dagaa wanne wadogo wadogo. Mvuvi mtaalamu wa kuvua ufukweni atavua makenge, mamamba yaliyokufa kufa yamepelekwa na mawimbi yamekuja hapa. Samaki wakubwa, sangara kubwa zito, kilogramu za kutosha, yanapatikana kwenye vilindi. Bwana asifiwe. Mahali ambako na riski maisha, mambo makubwa, miradi mikubwa. Attempt big things, thubutu mambo makubwa. Nenda vilindini ambako unasema yani hapa bila Mungu sitoboi. Maisha yako yatakuwa si ya kawaida. Ukiweka mipango, Habakuki anaambiwa iandike njozi yako ili aisomae apate kuisoma kama maji. Weka mipango ya vilindi. Nishasema katika mipango yako hakikisha kuna mpango mmoja wa kilindi, impossible goal. Mpango ambao unasema
pasipo Mungu hii haiwezekani. Rafiki yangu mmoja nienda kumtembelea miaka kama umeshapita kama 10, nilipomkuta akanifungulia diary yake, ameandika malengo yake 12 ya mwaka. Moja ya lengo ananiambia I want to open financial institution. Haya mambo ya fedha ilikuwa hayajaja. Anasema anataka kufungua benki. Lakini ukimwona anataka kufungua benki mwenyewe alipo na kwa ofisi yake utacheka, lakini uko serious. Haya ndio mambo Mungu anataka, kwa sababu hata hivyo ukilenga kuponda jiwe lako lifike kwenye jua, laweza likaisha hata kwenye mwezi, badala ya kufika kwenye benki kaisha hata kuwa na ile money point ambayo inafanya kazi na kupata faida kubwa. Ukiangalia kwenye asilimia inaweza ikazidi hadi benki nyingi ambazo zinafungwa tu kwa hazina kazi ya kufanya, hazina wateja. Kuta benki mtu amelala asubuhi mpaka jioni anapiga miayo tu, hamna mteja hata mmoja. Wewe unazidi vitu vya namna hiyo. Jambo la mwisho ni la msingi sana. Muujiza sio mwisho. Muujiza sio ultimate goal, sio goli la mwisho la mcha Mungu. Muujiza sio mwisho wa kitu Mungu alichokuitia. Umeitwa kwa ajili ya wito wa huduma, sio muujiza. Bwana na akukemee wewe mtumishi ambaye unawaita watu kwenye kanisa ili wapate miujiza. Miujiza ni vitu vidogo sana vya Mungu. Miujiza ni matendo ya Mungu ya kawaida ya kila siku. Lakini lengo la Mungu kukufanyia huo muujiza ni ili upate kuishi katika kuhudumu kwenye kazi ya Bwana. Lengo la Mungu kukupa hizo tenda kubwa kubwa ni ili upate kuwa mbaraka kwenye kazi ya Mungu. Itakusaidia nini? Itakufaidi nini? Itakufaidi nini? Ukajenga nyumba nzuri, ukawa na apartments kwa ajili ya wapangaji, ukawa na Airbnbs wanaita uko wadau, unaweza ukawa na mahoteli, unaweza ukamiliki vitu vingi, vituo vya mafuta, mambo makubwa, hata shirika la ndege la usafiri, lakini mwisho wa siku ukapotea. Huo muujiza utakupoteza. Watu wote wanaopokea miujiza ya Mungu anafanya mpaka sasa, lakini washindwe kujua kusudi la huo muujiza kwenye maisha yao, huo muujiza utawafunga na kuwakaba roho na kuwanyonga na watapotea. Wafundishe watumishi watoto wako, fundisha familia yako. Lengo la Mungu kukuepusha na hiyo ajali ni ili upate kumtumikia. Waambie watu wako, lengo la Bwana kuruhusu upate kazi bora kuliko classmate wako ni ili upate kumtumikia Bwana. Lengo la Bwana kuruhusu utolewe kijijini ulipokuwa unafanya kazi ya Mungu kwa shida, hamna teknolojia, hamna nini, kuja mjini ni ili ufanye mambo kwa ukubwa kwa ajili ya utukufu wa Bwana, sio sifa ya kujivunia. Luka 4:10-11, Yesu akamwambia Simeoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Wakasogeza mashua pwani, wakaacha vyote wakamfuata. Lengo la muujiza wa samaki ilikuwa sio samaki, ilikuwa ni yeye awatakuwa mvuvi wa watu. Wewe katika maisha yako, chochote ambacho Mungu amekubariki ni ili upate kuwa mvuvi wa watu. Chochote ambacho Mungu amekuachilia kwenye maisha yako ni ili upate kushiriki baraka ya kuokoa watu kutoka katika giza la dunia hii, katika giza la usiku, kwa kuamua watu, kuwasaidia watu wapate kushiriki mpango mkubwa wa Injili. Kwa nini? Yesu anakuja hivi karibuni. Magari yatachomwa moto, nyumba zitachomwa moto, magorofa yatabomolewa, bahari zitafutwa, swimming pool zitakaushwa kwa damu kwa nguvu ya uwepo wa Yesu. Kila kitu kitafutwa na mwisho wa siku tutapewa vitu vipya. Je, maisha yako yamefungwa na vitu vya kawaida? Bwana anaachilia uchumi lakini umeufunga. Umesema najitengenezea mwenyewe nilale. Yesu alimwambia yule mtu mpumbavu, wewe usiku anaitafuta roho yako, utakuwa mgeni wa nani siku ya mwisho? Hakikisha kufanya miujiza ambayo Mungu anakutendea, baraka ambazo Mungu anaziachia kwenye maisha yako zipate kuwa catalyst au kichocheo au enzyme ya kwenda kwako mbinguni, na sio barabara ya kukupeleka kwenye maanguko yako ya kiroho. Maanguko yako ya kiroho. Mbinguni kutakuwa na watu wengi sana. Kutakuwa na matajiri wakubwa, wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina Yakobo, wakina Ayubu. Kutakuwa maskini kabisa, wakina Lazaro maskini waliofuria.
Kutakuwa na watu wa kawaida, wafanyakazi wakubwa wa serikali, watakuwa marais wakubwa, wakina Cyrus Koresh, wakina Nebukadnezar. Kutakuwa na watu wengi sana wa kila hadhi. Sasa wewe kupata kacheo, kuwa mbunge, kuwa waziri, kuwa kiongozi wa nchi, kuwa tu CEO au kupata miradi mikubwa, kumiliki migodi na vitu vya kawaida, vimekulewesha. Umesahau Mungu. Nataka nikwambie lengo lake ni ili uweze kuwa mcha Mungu zaidi. Yawezekana ungebaki maskini, usingepata muda wa kusoma. Sasa hivi unaweza kusoma na kumwomba Mungu. Yawezekana ungekuwa tajiri, akili yako anavyojua Mungu, wewe ungevurugwa. Hivyo ulivyo ni qualification yako kwenda mbinguni. Kwa mwambie Mungu, nakushukuru sana kwa neno hili la leo. Nimeamua kuangalia chochote ulichonipa ni kwa ajili ya uzima wangu na uzima wa ndugu zangu wanaonizunguka. Mungu hakubariki ili uishie kwenye samaki. Anakubariki ili utambue mamlaka yake ya kufuata wito wako. Miujiza ya kweli sio nyavu kujaa samaki. Miujiza ya kweli moyo ulioacha vyote na kumfuata Yesu. Nataka nikutie moyo mpendwa. Muujiza wa kweli kwenye maisha yako sio nyavu za maisha yako kujaa samaki. Sio vitega uchumi vyako kutoa uchumi, kutega huo uchumi na kuuchukua. Muujiza wa kweli kwenye maisha yako ni kumfuata Yesu. Baada ya yote ambayo Mungu amekutendea, tukukute ukimfuata Yesu. Je, unasema mimi mtumishi nimesikia, na ninaomba usiku niliopitia kwa muda mrefu ukome tangu sasa, na nasema nataka kuona Yesu akifanya mambo makubwa kwenye maisha yangu, na chochote ambacho anakwenda kunifanyia huyu Yesu wangu, najitoa maisha yangu yote na vitu vyangu vyote kwa ajili ya utumishi wake. Unasema Mungu, naomba unisaidie, ikiwezekana kabisa haya yote ulionipa yakawe ni vivutio na vionjo vya kunifanya kuwa mcha Mungu kweli kweli. Bwana akutendee, Bwana akupe na akufanyie. Lakini kuna mwingine anasema maisha yangu yamekuwa kwenye giza kwa muda mrefu. Nimejaribu kutupa nyavu zangu kwenye ufukwe. Maisha yangu ni maisha ya fukwe. Sioni chochote. Uchumi umekwama, ndoa imesimama, baraka hazionekani. Mungu amekaa kimya kwa muda mrefu. Nataka Bwana anitendee jambo katika maombi ya siku ya leo. Bwana akutendee. Baba Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Wewe ndio ulituzaa kupitia mama zetu, ukatufinyanga katika matumbo mama yetu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, sio wa kawaida. Umejaa sifa, utukufu, enzi na mamlaka. Katika ibada ya neno la Mungu la leo, mtoto wako amesikia na anasema ndani ya moyo wake kuna mambo ambayo kitaaluma aliambiwa hayawezekani. Uzazi ameambiwa umekoma. Akili ameambiwa ni nzito, haiwezi kufanya kazi vizuri. Ukoo umemwambia wao wamefungwa kwenye mnyororo wa maskini, hawezi kutoboa. Wachawi wamefunga safari na kufunga kila kitu chake. Maisha yake yamesimama. Katika jina la Yesu Kristo ninamwombea, kama ulivyofanya muujiza wa Petro, geuza maisha yake leo. Mtendee muujiza kwenye maisha yake. Fungua vilivyofunga kwenye maisha yake. Bariki vilivyolaaniwa kwenye maisha yake. Muinue tena katika viwango vya juu. Mfanye kuwa mtu wa juu tu, wala asiwe chini. Fungua kila kilivyofunga kwenye maisha yake. Mbariki mtoto wako. Mbariki mchana, mbariki usiku, mbariki asubuhi, mbariki jioni. Ombi langu Bwana, chochote ambacho anakwenda kukiachia kwake, iwe ni uzima, iwe ni uchumi, iwe ni fedha, iwe ni utumishi, iwe ni nguvu za kiroho, iwe ni nguvu za kutenda miujiza, iwe ni uwezo wa kuhubiri, iwe ni kupata nafasi katika ofisi za serikali na mahali mbalimbali katika maisha yake, kwa namna yoyote, iwe ni amani, iwe ni ushindi, akavitumie kuwa vichocheo vya kuokolewa kwake. Mwisho wa siku unapokuja hivi karibuni, akaokolewe. Ninamtamkia baraka popote aendapo, aingiapo na atokapo. Baraka zako zimfuate. Namtamkia ushindi na amani kubwa kwenye nyumba yake. Watoto wake wamebarikiwa. Wazazi wake wape maisha marefu. Mkumbuke mtoto wako Bwana. Aliapo katika maombi yake, sikiliza vilio vyake. Bwana, ukawe ngome yake, ukawe ndio ushindi wake, ukawe ndio nguvu zake. Mzingire na moto. Kila neno utakayotoka kwenye kinywa chake Bwana, likalete matokeo kwa jina la Yesu.
chochote atakachokianzisha na kukifungua kikatokee kwa jina la Yesu. Kilichokwama kikwamue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tangu sasa kuna jambo anasema, iko kitu kwenye maisha yake akikifikiria kinampa huzuni, kinamuondolea amani. Katika jina la Yesu ninatangaza tangu sasa jambo hilo Bwana, jambo hilo likome tangu sasa kwa jina la Yesu. Kuna vitu vimezuiwa kwenye maisha yake, na vifungua vyote vikaachiliwe. Bwana, mpende, mzinge na utukufu wako, nuru ya uso wako mwangazie katika jina la Yesu. Amen.